Yoyote ambaye alipishana na neno, maisha yake yaliangamia papo kwa hapo. Hata wewe ambaye sasa hivi unahangaika kutafuta fikra, kutafuta namna ya kujiingizia kipato katika muda wako wa ziada, na hata kufanya vitu vingine vyote ambavyo vinakusumbua. Unataka kulipa kodi, unataka kununua vitu kwa ajili ya familia, unataka kubadilisha maisha, lakini unajiuliza, mbona maisha yangu mimi hayabadiliki? Mimi nina gundu? Sio gundu tu, wewe gundu huna, ila haujapata siri zitakazoweza kukufanya uwe na uhuru wa kifedha. Leo tunaenda kukupa hizo siri. Siri ya kwanza ni hii hapa. Wewe unataka uhuru wa kifedha, lakini unatakiwa kujua kitu kinachoitwa brighter life and better future. Maisha yako ya kesho unatakiwa uwe na mwangaza nayo ya uhakika. Maisha ya kesho yanatakiwa yatengenezwe katika mitazamo yako ambayo unaifikiria. Changamoto tulionayo, watu hawana mitazamo ya kuwa na brighter life and better future. Kwa sababu gani? Ni kutokana na mifumo ya elimu ambayo tulikuwa nayo katika mifumo yetu ya kujifunza. Kwa takriban miaka 20 mwanafunzi na msomi afundishwi namna ya kutengeneza malengo ya maisha yake na afundishwi namna ya kuingiza pesa. Mafanikio yana maana gani kwako? Inawezekana ukawa unatafuta mafanikio alafu hujui. Nimefanya tafiti ndogo sana ya watu ambao nimewapa mialiko na wale ambao wamechukua namba yangu kutoka kwenye Instagram. Nikawauliza maswali. Unahitaji shilingi ngapi kwenye maisha yako? Unahitaji kununua gari aina gani? Unataka kuishi nyumba aina gani? Lakini unahitaji pia kuweza kuwa na kitu gani ambacho kinakufanya maisha yako yabadilike? Thamani ya ndoto yako. Lakini nilichokuja kugundua ni hichi hapa. Watu wengi hawajui ni gari gani wanataka kuzinunua maishani mwao. Watu wengi hawajui ni nyumba gani wanataka kuishi maishani mwao, na watu wengi hawajui ni nchi gani wanatamani kusafiri siku ambapo watakapokuwa wana pesa maishani mwao. Sasa wewe upo tayari kulipa gharama? Mambo yote ambayo umeyakosa kwa muda wa miaka 20 kwenye elimu unayosoma, na hata pengine kwenye mateso na mchanganyiko wa maisha kujikuta unafanya shughuli zingine, unaweza ukayapata katika muda fulani wa maisha yako. Lakini je, upo tayari kulipa gharama? Tunaangalia watu kwenye mitandao, hatuoni mchakato wanaopitia, kwa sababu hakuna tajiri ambaye ana mafanikio atakufundisha wewe namna utengeneza pesa. Anatengeneza competition, hawezi kufanya hivyo. Kwa hiyo lazima ujue upo tayari kulipa gharama. Chochote usichokijua ni kwa sababu hukupata mtu akukwambia, na haukujua kama hicho kitu wewe haukijui. Gharama ya ndoto zako. Wewe ndoto zako zinagharimu kiasi cha shilingi ngapi? Kwa mfano nikichukua gari, nikichukua nyumba na pesa unazotaka kuwa nazo, ndoto zako wewe zinagharimu shilingi ngapi? Pengine tuwekee mfano wa milioni 500. Nyumba, gari na maisha unayotaka kuishi na hata pesa ya kuwa nayo benki. Jiulize, utatumia miaka mingapi kwa hicho unachokifanya sasa hivi hapo ulipo? Kuna watu watakutumia miaka 10, kuna watu watatumia miaka 20, kuna watu watatumia hata miaka 30 na bado watakuwa hawana uwezo wa kutimiza ndoto zao. Na kuna ambao watakuwa wanajikuta wako makaburini na bado ndoto zao hazijatimia. Mimi ninachoenda kukifanya, nakupa mpango kazi ambao utakuonyesha una uwezo wa kutimiza ndoto zako chini ya muda wa miaka ambayo wewe unataka kuiishi katika mazingira ya ndoto hiyo. Hii ni platform na inafanya kazi. Tuna uwezo wa kuzidisha mara 10 ya kipato unachokipata nje ya kipato hicho, na tuna uwezo wa kuzidisha hata mara 100 na ukapata. Lakini nitakupa elimu. Nguvu nyingi bila akili. Watu wengi wamekuwa wakiwa wanafanya mambo kwa sababu hawana plan. Wanachakaza miili yao kwa sababu ya kufanya shughuli ngumu nyingi, ambapo watakapofikia muda wa kuwa hawana nguvu hizo, wameshakuwa maskini ambao wamechoka kwenye maisha. Yote ni kwa sababu gani? Huu ni mfano wa story ya mtu anaitwa Pablo na Bruno. Pablo na Bruno. Mmoja ana maguvu mengi kama unavyoona, kifua kama container, mwingine mwembamba. Akili ndio inaweza kukufanya maisha yako yabadilike na sio mabavu yako, kwa sababu hayo maguvu kuna muda yatakuwa yameisha. Sasa Bruno akamwambia Pablo, ndugu yangu, tunatakiwa tuweke plan. Sio tunafanya tu vitu bila kutumia akili, tunachakaza miili. Pablo akasema, bwana wewe Bruno endelea, mimi wewe kwa sababu una nguvu ndio maana unawaza mawazo hayo, mimi nguvu ninazo. Sihitaji connection, sihitaji kujifunza wala nini, mimi napambana. Jamaa akamwambia sawa. Bruno akaenda akachukua plan, akatengeneza master plan. Kwa taaluma, mimi nina taaluma ya kusaidia watu changamoto za afya na changamoto ya biashara ama mafanikio binafsi katika kutengeneza kipato. Na ndio maana hapo ilipozaliwa kampuni au ofisi inayoitwa Afya Bora Kipato Imara. Haya yote yanakuja baada ya kuwa una mitazamo. Mitazamo yako ndio inaweza kukupa wewe mafanikio. Kama huwezi kuwa na mitazamo, huwezi kuwa na mafanikio ambayo unayataka. Mtazamo wa master plan. Jamaa akafikiria akaona, hapa mimi nitengeneze mazingira. Nichimbe kisima, lakini kisima kipo tayari. Nifanye nini? Akasema ngoja nitandaze bomba kutoka juu kule, nipitishe katikati, niweke viwanzi,
niilete kijijini. Pablo yeye akasema mimi natumia barabara. Kama unaweza kuona kwenye master plan kuna barabara, alafu kuna kama mabomba ama kitu fulani kimetengenezwa kutoka kwenye maji pale ya blue. Basi Bruno akachukua muda wa miaka isiyopungua 7, 6, 8 kutengeneza ule mfumo. Na aliteseka kweli kweli. Baada ya hapo Bruno alikuwa anakula maisha na anakula bata kwa sababu alishatengeneza mfumo, maisha yanaendelea. Jiulize hapa tunapozungumza, wewe ni Pablo, unatumia maguvu sana, ili upate pesa inabidi uongeze muda wa kutumia nguvu kuchakaza mwili, au ili upate pesa unatumia akili zaidi? Hapa sikuchushi kihadhi wala sina malengo ya kukutukana wala sina malengo ya kukusema. Ninakuonyesha ukweli wa mambo ambapo upande wa pili wa shilingi wenye mafanikio ndio wanaotumia. Inawezekana pengine usingebahatika kukutana na hizo posti unazoziona. Ungekuwa kwenye hayo maisha mpaka mwisho wa maisha yako na usingejua nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Kwa hiyo kuna akili na mipango na kuna nguvu bila mipango. Maisha ya leo na maisha ya kesho. Leo unaitwa Gen Z. Umezaliwa 95 kwenda mbele. Lakini sio muda fulani utakuwa unaitwa Gen Z. Badala Gen Z utakuwa Gen Z. Unanielewa? Ujana wako utumie katika kuwekeza kwenye mambo ya msingi yatakayoweza kukufanya uweze kutengeneza zao la kesho. Yoyote asiyekuwa na mafanikio na yoyote ambaye ni masikini mtarajiwa ni mtu anayeishi kwa kujiona yeye wakati uliopo tu. Hawazi kesho. Siku hizo nguvu ulizonazo hauna. Huo urembo ulionao umeisha. Hiyo miguvu uliyokuwa nayo imepotea. Maisha yako yatakuwaje? Anayewaza kwa namna hiyo ana hasira ya maisha na lazima afanikiwe katika jina la Mungu. Zijue aina kubwa 3 za biashara. Kuna biashara za tradition, hizi ni biashara za kawaida, watu wanafungua maduka, magenge, wanauza. Biashara hizi zina mambo yake mengi ambayo yanafanya watu wasifanikiwe, tutajua mbele. Lakini tuna franchise, biashara za uwakala mkubwa, lazima uwe na mtaji kuanzia milioni 100, 200 kwenda juu. Unakuwa wakala, kama mfano unavyoona KFC, unavyoona Mary Brown, unavyoona share za Totally, Oilcom na vitu kama hivyo. Ni lazima uwe na gain capital ya kutosha. Alafu tuna mfumo wa biashara ambao unaitwa network marketing business. Biashara ya mtandao ni biashara ambayo inatumia taarifa na watu. Watu wengi hii biashara hawaijui na wanaiangalia tofauti, wanafananisha na upatu, wanafananisha na kubeti, wanafananisha na mambo mengine. Hawajui kwamba kumbe ukiwa na taarifa na una watu una uwezo wa kutengeneza pesa. Ndio maana hata wewe kila unapokuwa unatafuta nyumba, unamtafuta dalali fulani. Dalali ana taarifa ya nyumba unayotaka na anachukua commission ya mwezi mmoja, lakini hulalamiki. Umeifanya hiyo biashara kwa miaka mingi, lakini hujawahi kusanuka kwamba kumbe kuna mfumo unaweza ukatumika namna hiyo na wewe ukatengeneza pesa. Taarifa za kila kitu ambacho kinauzwa kwenye mtandao huo na wewe ukanufaika mpaka mwisho wa kaburi lako. Twende tukaangalie. Kwa nini biashara nyingi zinakufa? Kuna factors 6 tu. Factor ya chini kabisa namba 6 ni kwamba hazirishishiki, zinakufa papo hapo. Factor namba 5, mapato na gharama za mtaji ni kuanzia milioni 5. Ndio maana biashara nyingi zinakufa. Milioni 5 huna, ukodi frame, ununue bidhaa uweke. Lakini namba 4, non coachable, hazifundishiki. Lakini namba 3, kutegemea watu. Wewe ukiwa unaumwa hiyo biashara inaumwa. Namba 2, uwepo wako wa 100%. Huwezi kufanya kazi wewe ukawa 100% ndio unaingiza pesa. Lakini namba 1, uhuru wa kufanya na upo eneo moja, lazima uwe na bidhaa. Kwa hiyo wewe unabanwa, unatulia kwenye hiyo sehemu, maisha yako yanaenda hapo. Tafiti zilifanywa mwaka 2012 mpaka mwaka 2022. East Africa ilionekana biashara nyingi za mtaji wa milioni 5 kushuka chini zinakufa ndani ya mwaka mmoja, miaka miwili, na ndani ya miaka 3 mpaka 5 biashara nyingi za mtaji wa milioni 5 mpaka 10 zinakufa, na biashara nyingi zenye mtaji wa milioni 20 kwenda juu zinakufa kuanzia miaka 5, 6 mpaka miaka 10. Hiyo yote ni kwa sababu ya haya mambo ambayo umeyaona hapa. Faida za kufanya biashara na kampuni ya network marketing. Ziko faida kadhaa. Faida ya kwanza, uhuru wa muda na pesa. Una uwezo wa kufanya kazi popote ulipo na ukaingiza pesa unayotaka, lakini kuna lifestyle. Unaona, kwa mfano mimi ukifuatilia post zangu, naenda gym, niko kwenye social network sehemu, naingia kwenye mikutano, naingia wapi, naonana na watu, naenda Azam kufundisha, naenda Bakhresa Group kufundisha, naenda kwenye kampuni binafsi za magari nafundisha, nakutana na taasisi mbalimbali nafundisha. Kwa nini? Ninafanya mambo yote haya lakini still bado ni mfanya biashara na niko kwenye kampuni ya network marketing. I have lifestyle. Jiulize, mtu ambaye yuko kwenye duka lake pale Mangi, anafanya mambo yake, wewe ambaye umejiajiriwa katika mfumo wako fulani, una laki na 60 na 80 ya kulipa kwa mwezi kwenda kufanya mazoezi gym, sehemu standard ukaishi vizuri. Unakuta hiyo pesa ya gym mtu ambaye wewe unaitoa ni maisha ya mtu ambaye ni mshahara wa mtu anatakiwa autunze ili aweze kuishi. So tunatofautiana hapo. Namba 2, kufuata mfumo. Hii biashara usije na akili zako. Njoo wewe na akili zako alafu tuambie akili ni hii hapa, nifanyeni akili yangu niingizie hela. Tutakupa mfumo. Biashara hii inatengenezwa kwa mfumo wake.
ambao ni rahisi kuufuata upate matokeo. Bidhaa hii hapa, jifunze hapa uelewe, fundishika hapa, fanya hichi uingize pesa. Haihitaji ujuaji. Watu wengi maskini unaowaona duniani hawakutenga muda wa kujifunza na wakupata watu wa kuwafundisha. Namba 3, kusaidia watu wengi kufanikiwa. Hapa tunafundishana, mimi sina pesa yoyote ninayoipata kwako. Nimetumia bando yangu, internet yangu, muda wangu, nimeacha majukumu yangu ambapo ningeweza kuingiza pesa, lakini hapana. Biashara yetu inataka kusaidia watu. Hii ni biashara kitaalamu. Nilipokuja kuielewa baada ya mwaka mmoja miwili nilipoingia, niligundua ni biashara ambayo inaitwa mfumo ambao unahitaji wewe uwe mtawa, mtu ambaye una theology, una elimu ya uhubiri, kusaidia watu kubadilisha maisha. Kwenye haya maisha tunayoishi kuna mashetani na kuna watu ambao wao ni vikwazo vya wewe kufanikiwa. Na hiyo ni mtandao wa watu wanaoitwa au mashetani wanaoitwa allegorical devil. Watu ambao hawana raha na wewe mafanikio yako. Ndio maana hata wewe kwenye familia na marafiki kuna watu hawapendi ufanikiwe. Lakini kwenye mfumo huu sisi tunakuwa ni wahubiri wa kukemea maisha magumu, umasikini na watu kupata mafanikio. Tunafaidika kwa kupata neema ya Mwenyezi Mungu na sio neema za watu. Namba 4, mtaji mdogo sana wa kuanzia 250,000. Kwa wale watakaovumilia mpaka mwisho, kuna ofa watakaoipata kwa kupata platform hii. Tuendelee slide inayofuata. Hapa tunaanza marketing plan ya kampuni yetu inayoitwa BF Suma. Inawezekana ulishawahi kuisikia ama ulishawahi kuingia ama ulishawahi kuona watu wanafanya vitu fulani na ukawa na mtazamo wako ambao unaujua wewe. Hapa nitakwenda kukupa mtazamo na kukufundisha nikiwa kama kocha, mtaalamu, mwalimu, professional. Ninaelewa ninachokifanya kwa muda wa miaka 4. Nitakuelewesha biashara hii ni nini na inafanywaje. BF Suma. BF Suma ni nini na historia yake kwa ufupi? Neno BF Suma linasimama kwa Bright Future Superior Unique Manufacture of America. Mwangaza wa kampuni bora ambayo inatengeneza bidhaa za kipekee kutoka katika mji wa Marekani. Historia ya BF Suma. Mwaka 94 kampuni ya BF Suma ilianzishwa na mwanzilishi anaitwa Mr. Chan. Lakini mwaka 2006 kampuni ilianza kuwekeza Amerika, jimbo la Los Angeles. Na mwaka 2010 rasmi kuingia Afrika, Kenya 2010, na biashara ya mtandao ikaingia Tanzania mwaka 2012. Lakini 2017 kampuni ilifuzu vibali mbalimbali vya mamlaka kama ISO, USFDA, CGMP, Halal, TBS na TFDA. Kampuni iko official, imesajiliwa Tanzania tokea mwaka 2013, inapiga kazi na watu tunaingiza pesa. Zijue bidhaa katika sekta ambazo zinaongoza nchi na sehemu ambayo ni ya kwanza inayotafuna pesa zetu Tanzania. Sehemu ya kwanza ni sekta ya afya. Takribani trilioni zaidi ya 3, 4, 5 zipo kwenye sekta ya afya. Maana yake ni nini? Wewe jiulize. Foleni unazoziona kwenye pharmacy na foleni unazoziona hospitali, kuna siku hata siku moja hospitali imekosa foleni? Jibu hapana. Kuna siku hata siku moja uliona pharmacy imekosa foleni? Jibu hapana. Lakini jiulize, tokea mwaka huu umeanza, umeona pharmacy ngapi mpya mtaani kwenu? Hiyo ni siri nakupa, na pharmacy zifunguagi zinahama location. Hakuna biashara inayolipa kama hiyo. Kwa sababu gani? Ni biashara ya watu. Twende tusijue bidhaa. Makundi ya bidhaa, tuna makundi kadhaa. Kundi la kwanza ni la mifupa na viungo, joint. Watu wanaumwa magoti, mgongo, mapingili, wanaosagika nyonga, tunawatibu. Kundi la pili ni kinga ya mwili, maukimwi na mambo mengine. Kundi la tatu bidhaa za afya ya uzazi. Kama unavyoona jamaa hapo, huyu hajakaa bure. Vijana wengi wameharibu ustadi wao wa ujana kwa sababu ya kufanya masturbation. Wanachubua sana mikono na ngozi zao za uume. Mwisho wa siku tunapata vijana wa ovyo ambao hawawezi kupata watoto. Lakini sio kosa lako, ni kwa sababu kuna kitu kupata kueleweshwa. Namba 4, stomach health, afya ya tumbo. Namba 5, personal care, bidhaa za watu wanaopenda kujipenda. Namba 6, youth and genetic, bidhaa za kukufanya uwe na muonekano na usizeeke. Bidhaa namba 7, cardio and brain, afya ya moyo na ubongo. Bidhaa namba 8 ni bidhaa ya afya ya watoto. Huyu mtoto unamuona hapo kwenye slide, huyu alipatikana kwa kutumia products za BF Suma, ni mtoto wangu mimi, anaitwa Rajabu Mbaraka Mbwambo. Mke wangu alikuwa na changamoto ya uzazi ukagoma, nikampa supplement inaitwa Refined Yunzi Essence, na nashukuru Mungu alibahatika kupata mtoto huyo, na baada ya miaka 2 na kitu amebahatika kupata na mdogo wake ambaye wanafuatana. Ukiangalia posti zangu utakuja siku moja kuwaona. Huyu mtoto ni ushuhuda wa BF Suma katika maisha yangu mimi mwenyewe binafsi. Namba 9, diabetes control, bidhaa za kusaidia afya ya kisukari. Jiulize, kwenye familia yenu kuna wagonjwa wangapi wa kisukari? Wangapi washakatwa miguu? Wangapi washakufa unawajua?
tunatibu changamoto hii na namna ya kukontroliwa na ikadhibitika. Namba 10, prostate recovery. Tezi dume jamani. Kuna maradhi 6 ambayo yanaongoza kwa kuua watu duniani. Kwa Tanzania namba 1 ni ugonjwa wa kublock mishipa ya damu. Namba 2 hypertension, kustroke. Namba 3 ugonjwa wa shinikizo la moyo kutanuka. Namba 4 changamoto za kensa. Namba 5 kisukari na pressure. Namba 6 tezi dume. Tezi dume inaua watu vibaya mno. Tanzania tunaongoza. Kwa sababu hizo ni changamoto ambazo watu hawajazipatia taarifa. Kwenye mfumo wetu sisi tunatibu hizo changamoto. Lakini tuna bidhaa zingine za mambo ya UTI pamoja na matatizo mengine ya figo. Siku zote tunajali ubora wa huduma zetu. Tumetoa shuhuda nyingi sana ambazo utaziona. Shuhuda ya kwanza ni hii hapa. Huyu ni mtu ambaye nilimsaidia hivi karibuni sana. Kila mara nasoma ratiba kama mwalimu, nilimwandikia virutubisho, akasema, nikacheka pale. Nikamuuliza, "Mwili unauonaje?" Akasema, "Nafuu kubwa, nililala, siumii mbavu wala mgongo, bado mabegani ndio naumia, na nikikaa mkono kama inainuka, lakini nishaanza kupata usingizi, nilikuwa silali kama nawanga usiku." Mgonjwa huyo alikuwa halali kama nawanga usiku. Hebu niambie, mgonjwa kama huyo ukimpa matokeo na Mwenyezi Mungu akamjalia kupona, wewe unafikiri unapata baraka kiasi gani? Huku kwetu kuna neema, kuna baraka na kuna pesa. Maisha haya ya watu maskini duniani, wao wanatafuta tu pesa. Hakuna baraka, hakuna neema. Unaikimbiza pesa wewe, mwisho unakutana na kaburi la 6,000, kwisha habari yako. Tafuta maisha zaidi ya pesa. Shuhuda nyingine, huyu ni mgonjwa alikuwa anaumwa pia. Unaendeleaje? Ni mwepesi, I feel so light. Super kabisa, hongera sana. Asante. Mungu wangu akubariki kwa kunirejeshea tabasamu. Mungu wangu akubariki kwa kukurejeshea tabasamu. Sikiliza neno hilo. Huyu ni mtu kapata shuhuda. Unafikiri sipati baraka? Haya. Wewe unataka kusaidia watu kupona changamoto ipi? Usichanganyikiwe kwamba mimi lazima niwe daktari, nimepita Muhimbili, hapana. Mbona kuna watu wengi, wewe kama kijana mfano ulishawahi kumshauri mtu, bwana, kama unaona jambo aliendi vizuri kanunue cha mkongo. Kwani ulikuwa daktari ulipokuwa unamshauri mtu kununua cha mkongo kupaka? Hapana, ulikuwa daktari, si ndio? Ulijuaje? Ulipewa taarifa kwa watu waliotumia, si ndio? Sasa na huku ni hivyo hivyo. Unapata taarifa, unafundishwa, unakuwa mshauri. Elewa neno mshauri, unakuwa consultants na unaweza ukafundishika. Lakini faida nyingine, utasaidia watu wa familia yako. Mimi nimemsaidia kaka yangu kabisa wa kwanza, ilikuwa akatwe mguu kutokana na kisukari. Sasa hivi anapona, na champions hapo kina Abedi ni mashahidi, yupo na wanamuona anatembea. Na kuna siku nitashare hizo picha, kama mna moyo nitashare katika session, alafu muweze kuona mguu ulikuwaje na ulivyo sasa hivi. Kwa hiyo haihitaji wewe uwe na elimu ya kwenda kusomea udaktari. Huku tunasomea ushauri, kumshauri mtu. Kwa nini usiwe unatumia kitu hichi na hichi kujilinda na tezi dume? Kwa nini usiache shughuli na jambo hili na ili upate afya yako? Mambo ya ushauri ambayo ni muhimu kuyapata sisi kama wanadamu. Ifahamu kwa kina biashara na kampuni yetu ya BF Suma. Kuna faida kadhaa ambazo unatakiwa uzijue, lakini kwa nini ufanye kazi na BF Suma, na tunakupa shuhuda za washindi wa safari na magari. Hapa namkaribisha coach Felix Chikaka, ambaye yeye sasa ataenda kutuelezea katika hizo slide ambazo zinazofuata kuielewa biashara. Hii biashara inafanywaje? Yeye ana utaalamu na ameifanya biashara na anaelewa nini kinachofanyika anapoona haya mambo ambayo yanaendelea. Kwa hiyo presenter huyu mimi nitamkaribisha mwenyewe moja kwa moja. Popote ulipo Felix Chikaka, karibu sana. Utafanya presentation hapo katika upande huo, then mimi nitakuja kumaliza katika upande unaofuata. Karibu sana Felix Chikaka, uweze kushika mskani. Coach, kwa wakati huu mbele yako ni Felix Chikaka, mtaalamu wa masuala ya biashara, na leo nitaenda kukuonyesha A to Z ni namna gani unafaidika kwa kufanya kazi na kampuni ya Bright Future ya BF Suma. Faida zipo nyingi kwa sababu tumeitana hapa kwa lengo la kupata faida. Haimaanishi kwamba kwa kwenye session hii ni faida ambayo unaipata. Of course ni faida unayoipata katika mindset goals, kukuza uwezo wako wa kufikiria na mengine. Lakini kwa nini tujikite katika kufanya kazi na Bright Future? Faida zipo nyingi sana na leo nitakuelezea. Miongoni mwa faida hizo, faida ya kwanza unayoipata katika hii biashara, twende katika slide hapo. Faida ya kwanza ambayo unaipata katika hii biashara, unajipatia faida ya rejareja. Na hii faida unaipata kwa kupata punguzo la 20% katika kila bidhaa. Zile bidhaa zote ulizoziona za changamoto zote za afya unazozifahamu katika hii dunia,
wewe hautakiwi kuwa na duka ili upate hizi bidhaa. Hapana, hizi bidhaa zinakuwa zinamilikiwa na kampuni, ambapo wewe kwa kujisajili kwenye kampuni tayari unakuwa ni partner na kampuni. Kwa hiyo utapewa ile bidhaa kwa ofa au punguzo la 20%. Tafsiri yake ni nini? Bidhaa mimi naichukua kwa gharama ya shilingi 50,000, nitakapoenda kuiuza nitaiuza kwa gharama ya shilingi 80,000. Unipata vizuri hapo? Kwa hiyo hapo mimi najitengenezea faida ya rejareja, na hiki ndio kile ambacho kama umefuatilia hizi session juzi, kiongozi alionyesha namna ambavyo amepata faida. Hizo zilizopatikana in cash zilikuwa ni faida za rejareja, na kuhakikishia una uwezo wa kutengeneza zaidi ya 500,000 katika wiki moja kama utaifanya hii biashara ukiwa serious kama mimi hapa. Hiyo ni faida ya kwanza ambayo unaipata. Faida ya pili unayoipata ni faida ya malipo ya bonus katika kila mwezi. Katika kampuni ya BF Suma kuna ranks, yani grade. Tunajua mtoto atazaliwa, atakuwa kijana, atakuwa mtu mzima, then atakuwa mzee. Sasa katika kampuni tunalipwa kulingana na grade au ranks ambazo nakuwepo, na hizi zinahusisha 5% hadi 28%. Tukianza biashara tunaanza kulipwa kwa 5%. Ndio maana matajiri wanakuwepo, kwa sababu kipato chao kinakuwa ni endelevu. Unalipwaje sasa faida katika kampuni? Ipo hivi: kila utakachokuwa ukikifanya katika kampuni kina calculatiwa. Maana yake, kwa mfano, nimejisajili leo katika biashara. Nitakapojisajili kuna baadhi ya bidhaa ambazo natakiwa mimi nizinunue au niwe nazo kama usajili wangu, kwa hiyo 150,000. Sasa katika hicho unajitengenezea kitu kinachoitwa points. Kila bidhaa unayochukua kwenye kampuni inakuwa ina points ambayo tunaita ni point volume, yani PV. Sasa katika hizi PV mwisho wa mwezi zina calculatiwa ili wewe uweze kupata bonus yako kulingana na kazi ambayo umeifanya. Hapa hatulipwi mshahara, tunalipwa bonus. Na tafsiri ya bonus ni kwamba ni pesa ambayo unaweza ukaiongeza namna wewe unavyokuwa unahitaji. Kwa nikihitaji kupata bonus kubwa mwezi huu niongeze juhudi, nikihitaji zaidi ni hivyo. Tofauti na katika kazi za kawaida kwamba mshahara wako ni 300,000, maisha yako yote itabaki kuwa 300,000. Kwa hiyo kwa mfano mimi bonus yangu ya kwanza kabisa kulipwa ilikuwa ni shilingi 3,800 kama na pointi 50 hivi. Hiyo bonus yangu ya kwanza. Guess what? Unafikiri sasa hivi nalipo bonus ya shilingi ngapi? Kwa mwezi nina uhakika wa kuingiza bonus inayozidi 300,000 mpaka 400,000. Tafsiri yake ni nini? Nina mwaka mmoja katika hii biashara na nina uwezo wa kupata hiyo bonus. Ndio maana nakwambia utalipwa kwa namna ambavyo unaendelea kufanya, na nakwambia kwamba wanaoendelea kufanya siku zote hao ndio watakuwa washindi. Naambia unapoona kitu kimekuwa kigumu, basi wagumu ndio wanaopata mafanikio. Faida ya tatu unayoipata katika hii biashara ni faida inaitwa leverage au katika kujenga timu. Hiki ni kitu ambacho ni kigumu sana katika biashara za kawaida kukipata, kwamba mimi nifanye biashara afu nimshirikishe mtu mwingine afanye biashara. Katika biashara za kawaida tulizozizoea tunatengeneza competition. Maana yake, kwa mfano, mimi nauza vyombo, nimtafute rafiki yangu mwingine naye nimfundishe kuuza vyombo. Tafsiri yake ni nini? Sasa atachukua wateja wangu. Lakini sasa katika biashara yetu ipo hivi, nikichukua mimi nikamfundisha mtu kufanya kama ninavyofanya mimi, yeye atapata faida na pesa, lakini kupitia mimi, kwa sababu mimi nimemshirikisha kwenye biashara, nitapata 1% kwa sababu mimi nilimshirikisha kwenye biashara. Na hii haitafsiri kwamba leta mtu upate pesa, hapana. Leta mtu mfundishe biashara, aijue biashara, akipata pesa na unapata 1% kadhaa kutoka kwake. Sasa ipo hivi, biashara hii unaweza ukaamua wewe ujenge katika namna gani. Unaweza ukaijenga katika kuuza peke yake au katika kujenga timu. Wengi wanaotajirika wanatengeneza timu. Kwa hiyo wewe una uwezo wa kuperform hii biashara na ukawa mzuri sana, hata kama hauna idea ya kuuza, wewe ukawa unajenga timu. Kiwango cha watu utakaokuwa nao katika timu yako kitadetermine pesa ambayo utaingiza maisha yako yote. Unapata vizuri hapo? Hiyo ni faida ya tatu ambayo unaipata. Faida ya 4 ni travels, tunapata safari. Kila binadamu ili aweze kujifunza namna maisha yanavyoenda ni lazima asafiri.
wewe utakuwa ni shahidi kwamba tunaongea na wewe mkoa uliopo sio uliozaliwa, au hata kama ni uliozaliwa sio kijiji ulichozaliwa, uko kijiji kingine, na ndio maana maisha yako yanaanza kwenda. Mtu yoyote atayapata mafanikio baada ya kuwa ametoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wafuatilie mitume wote katika Biblia, hata Qur'ani, wote walilazimishwa kutoka mahala ambapo walizaliwa kwenda mahala pengine ili kwenda kuyapata mafanikio ya kidini. Wewe ni nani ambaye bado utakaa katika hayo maeneo? Kampuni yetu kwa kulitambua hivyo imetoa fursa ya mtu kusafiri. Maana yake kwa kujiunga kwenye kampuni nikafanya kazi almost katika mwaka mzima, mimi napewa incentive ya kusafiri kitaifa na kimataifa. Tunasafiri nje ya nchi, Afrika pamoja na mabara ya Ulaya. Mfano, mwaka jana walisafiri watu zaidi ya 88 kwenda nje ya nchi kwa ajili ya luxury tu. Just imagine kwamba kampuni umefanya tu biashara, umepata pesa, umepata faida, umewashirikisha na wengine kufanya, umepata pesa, umepata faida, kampuni inakupa incentive, inakwambia bana, kuna zaidi ya $2,500 hapa, ambayo inaweza ikawa ni zaidi ya milioni 10-12, ambayo hiyo wewe itumie katika kwenda kula bata katika nchi fulani. Utalala 5 star, utapata enjoyment, utaenda maeneo muhimu katika hiyo nchi, utaenjoy na kampuni litagharimika katika kila kitu kukulipia. Sasa nini ukifanya sasa? Maana yake wewe uliyekuwa na ndoto ya kusafiri kwenda Egypt, kwenda Dubai, tayari kampuni linakupa uwezo wa kufanya hicho. Lakini kitu cha 4, tunapata car award, tunashinda magari. Tunajua kila binadamu, hata wewe ninayeongea naye, una ndoto za kumiliki gari. Kwa sasa hivi tu hauna uwezo, ndio maana unasema magari sio kwa ajili yako, lakini ukiwa katika kampuni linakuambia una uwezo wa kumiliki gari na linakupa. Kwa sababu tumeshuhudia watu zaidi ya 100 mpaka sasa kwenye kampuni wakimiliki magari yao binafsi, na watu ambao walikuwa wamechoka, wamekata tamaa vibaya sana. Just imagine, mtu katoka kulala kwenye vituo vya mwendokasi kwa walioko Dar es Salaam, na hisi mnavifahamu. Kituo cha mwendokasi alikuwa analala mle, ndio maisha yake. Ameitambua hii fursa ya biashara, kaanza kuifanya. Tunavyoongea na wewe, ananunua gari lake, anamiliki gari lake kupitia mfumo wa mpango kazi wa kampuni ya BF Suma. Kwa hiyo kila kitu katika hii biashara kinawezekana ikiwa tu utatia juhudi katika kusikiliza, kuelewa na kufanya vile unavyoelekezwa, na kampuni linakupa hicho kitu, na ni kila mwaka lazima wapatikane washindi wa magari. Sasa wewe unasubiri nini kujiunga na kampuni ili uweze kufanikiwa? Lakini zawadi ya mwisho ambayo ni kubwa sana, tunashinda villa, tunashinda nyumba. Napoongelea villa, siongelei nyumba ya kawaida. Unaweza ukanipeleka kwenye slide ya nyumba hapo kiongozi. Napoongelea villa, siongelei nyumba ya kawaida. Kuna nyumba za kawaida, nyumba za lasta, muona nyumba ina kipara. Hakuna shida, tuendelee na slide tu. Okay, lakini hiyo ni faida ambayo tunaipata pia. Sasa hii ni links ambazo wewe unakuwa unazipata katika kampuni. Tunaanza tukiwa star 2, star 3 mpaka star 7, na malipo yake katika calculation ya asilimia yanaonekana hapo. Tunaanza kulipwa kwa 5% mpaka 28%, na hii inalingana na points ambazo tunazifanya katika kila kampuni. Uzuri na utofauti mkubwa wa kampuni ya BF Suma na makampuni yote ya network marketing uliowahi kuyasikia katika hii dunia ni kwamba points ambazo utazifanya katika siku unaanza biashara hazitofutika mpaka siku unapotea katika hii dunia. Maana yake point unazozifanya zitaendelea kujumlishwa kila siku na kila siku, ndio maana watu wanaendelea kukua na kukua. Unaongea naye hapa, katika mwaka mmoja ametoka level ya kulipwa 5%, nikiwa na maana ya star 2, mpaka sasa hivi mimi niko star 5 na ninaelekea star 6 ili nilipwe 22% katika mwaka huo mmoja. Kwa hiyo kwako wewe sio kitu kigeni na kinawezekana, kwa sababu tayari tupo ambao tumepita katika hiyo njia. Next slide. Kinachofuata hapa, jua sasa, nikupe mfano mmoja. Tunaingizaje bonus? Hizi ni bidhaa mbili ambazo zinawahusu watu wanaopitia changamoto ya masuala ya uzazi kwa wanaume, yani nguvu za kiume. Mfano, ni changamoto ambayo inawakabili watu wengi sana katika maeneo, hasa katika dunia hii na Tanzania kwa ujumla. Watu hawaperform jamani, watu performance zinakuwa chini, wanaume wanadharaulika. Sasa kwa sababu wewe tayari una taarifa ya hiki kitu, manake una suluhisho la kumpatia mtu, utachukua bidhaa ya kwanza ambayo inaitwa Prostate Relax. Katika bei ya kampuni inauzwa shilingi 67,000.
lakini wewe utakapoenda kuiuza kwa mteja ina shilingi 90,000. Tafsiri yake katika bidhaa moja umejitengenezea faida ya shilingi 22,000. Lakini kuna bidhaa ya pili ambayo inaitwa X-Power Coffee, yenyewe kwa bei ya wakala inauzwa shilingi 42,000 na kwa bei ya mteja utamuuzia kwa shilingi 69,000. Tafsiri yake ni nini? Ukiweza kuwafikia jumla ya watu 10 katika mwezi umejitengenezea faida ya shilingi 498,000. Sasa brother, wewe tu kumwambia mtu bana na hizi dawa uzuri wake ni kwamba zina matokeo ya uhalisia. Sisi wenyewe tunazitumia, tunaona. Wewe kama hutaki kuamini, hebu chukua bidhaa moja itumie, alafu niambie nini kinachotokea. Tuna uhakika na matokeo kwa sababu wenyewe tunazitumia na tunaziona, performance zinakuwepo. Kitendo cha wewe kumsaidia mtu kuongeza performance katika ndoa yake, atakushukuru na pesa utakuwa umeingiza. Kwani ukiingiza shilingi 498,000 katika mwezi kuna ubaya brother? Ndio maana pesa zinakuwepo katika njia rahisi sana. Next slide. Hiyo ni namna ambavyo unaweza ukaanza kupata faida kwa kuingia katika kampuni ya Bright Future au BF Suma. Lakini zipo faida nyingi sana ambazo utaanza kuzipata baada ya kujisajili na kujiunga kwenye kampuni ya BF Suma. Kutokea hapo, next slide. Yes, tupo kwenye monthly bonus slide inayofuata. Okay, sawa. Kwa hizi bidhaa ambazo unaziona katika kampuni, unaipataje faida ya mwisho wa mwezi? Faida ya mwisho wa mwezi inakalkuletiwa hivi. Utakapouza bidhaa hizi 10 zinakuwa zina points, yani PV. Na hiyo bidhaa ya kwanza ambayo ni prostate ina jumla ya PV 18. Mara 10 umepata points 180. Hii ya pili ina jumla ya PV 8 ambapo mara 6 umetengeneza points 80. Ukijumlisha jumla ya points zinakuwa ni points 260. Kwa level ya star 4 ambaye analipwa kwa 13% anakuwa amejitengenezea faida ya shilingi 94,640. Hence katika mwisho wa mwezi bonus yako itakuwa hivi. Maana yake ukichukua ile faida ya rejareja shilingi 498,000 ukajumlisha na faida uliyoipata katika bonus ya mwezi ambayo ni shilingi 94,600 kwa mwezi, una uwezo na ni uhakika utajiingizia faida ya shilingi 500,000 na 92,640. Ni mshahara wa nani huo jamani? Mwalimu peke yake hapo bado anakuchungulia, anakutafuta. Ndio maana mimi sasa hivi ukipiga simu yako ukaniambia nataka nikuajiri kufanya kitu fulani, ukaniambia nitakulipa mshahara wa 1,000,000 kwa mwezi, na kuambia watafute watu wengine na sio mimi, kwa sababu nina uhakika wa kuitengeneza hiyo pesa ndani ya wiki zangu 2 na inawezekana, na tumeshafanya hicho kitu sio mara moja. Kitu kingine, ujue uhusiano uliopo kati ya upline na downline. Tafsiri yake, biashara hii inafanywa kwa mfumo wa kujenga timu. Timu ndio itawezesha wewe kazi yako iwe rahisi zaidi. Kwa nini? Hapa tumeangalia hizi bonus au faida unazozipata za 500,000 na 92,000 ni ile unayofanya wewe mwenyewe peke yako. Sasa ukiwa na timu, tafsiri yake ni kwamba kuna bonus ambayo itaongezeka kupitia watu ambao wewe umewajenga. Anayekuwa kwenye biashara, mfano mimi nikimshirikisha fulani, Bwana Hemedi, yeye atakuwa kwangu anasomeka kama downline na mimi nitakuwa ni kama upline na sponsor, kwa sababu nina wajibu wa kumwelekeza aijue biashara, aanze kuingiza pesa. Hicho ndo kitu ambacho sisi tunakifanya. Maana yake sisi tayari tushaona pesa inapatikana. Natamani wewe uifahamu, uone pesa inavyoingia na wewe uanze kuingiza pesa. Ndicho hicho kinachofanyika. Lakini mfumo wa biashara yetu unafanyika katika mfumo wa direct sales. Direct sales ni kwamba hauna mtu wa katikati anayehusika kwenye hiyo biashara. Maana yake bidhaa inatoka kwenye kampuni direct na inakufikia wewe kama mteja wa kwanza. Tafsiri yake ni nini? Wewe una uwezo wa kupanga bei yoyote unayoitaka kuiuza. Ndio maana hakuna official bei ya mteja. Kwa mfano hiyo bidhaa ambayo wewe unaiuza shilingi 60,000, mimi nimewahi kuuza kwa gharama ya shilingi 100,000 na ikachukuliwa. Kwa nini? Sababu ni moja tu. Nina maelezo ambayo yana thamani ya kuibeba hiyo bidhaa katika gharama ya shilingi 100,000, na hiki ndicho ambacho tunafundishana. Tafsiri yake ni ijue vizuri changamoto yake, niwe na uwezo wa kumuelewesha akaelewa ukubwa wa changamoto yake. Atakapoona uzito wa ile changamoto lazima
atachukua hiyo bidhaa. Kwa mfano, mtu ameshindwa kuperform tendo la ndoa, si ndio? Ndoa yake inaelekea kuvunjika, mke wake ameshamdharau vya kutosha na anatamani kuachana naye. Mimi kwa kumpa hii bidhaa tu nimewezesha yeye kuweza kurudi katika performance yake ya kawaida, ameweza kuperform katika kiwango kizuri. Sasa kwa sababu nimeokoa ndoa yake, atashindwa kunipa shilingi 100,000 kwa sababu ya hicho nilichokifanya? Inawezekana. Ndio maana pesa zinapatikana. Then jua sasa ni namna gani biashara za kawaida zinafanya. Biashara za kawaida zinafanywa hivi: unakuwa kuna mtengenezaji ambaye anakula 20%, inakuwa ina msambazaji, inakuwa ina muuzaji wa jumla, muuzaji wa rejareja na mteja. Tafsiri yake ni nini? Kwa mfano Pepsi itatoka kiwandani, itakuja kwa mzabuni, itakuja kwa muuzaji mkuu, itakuja kwa muuzaji wa rejareja, na wewe utakuja kuipata kwa mangi. Maana yake kila anayefanya biashara anakuwa anachukua faida. Lakini katika biashara na biashara ni kwamba bidhaa inatoka direct kwenye kampuni na inakufikia wewe kama mteja wa kwanza. Nahisi hapo nitakuwa nimefikia mwisho wa presentation yangu. Vitu ambavyo vinahitajika zaidi au umuhimu katika biashara hii ni vitu vitatu tu ambavyo kiongozi atakuelezea vizuri zaidi ili uweze kuvielewa na wewe uanze biashara hii, na kuhakikishia kwamba kwa kujifunza hivi vitu na uhakika wewe kuanza kutengeneza faida zaidi ya 200,000 katika kila wiki. Na hiki kitu mimi nimekifanya sio mara moja, na Mungu akushikilie, akuunge mkono kwa hiki unachokifanya kiwe na mafanikio yako. Coach, karibu, unaweza kuendelea. Asante sana, makofi mengi. Members, chini hapo kuna kisehemu cha makofi. Usiwe mchoyo wa fadhila, fungua moyo wako, hakikisha na binadamu naye alikusaidia kupata maarifa unampigia makofi. Bwana, tunashukuru sana Coach Felix, Mungu akubariki sana kwa skills ambazo umezibeba na umekuwa ni baraka katika timu kwa kile ambacho unakifanya. Hapa unahitaji mambo matatu kufanikiwa mwaka 2026. Jambo la kwanza unalohitaji ni knowledge. What you know. Unaelewa nini kuhusiana na jambo gani? Kuna kitu nilikiposti jana nikasema hivi: huwezi kujua usichokijua kama hujawahi kuambiwa na watu kitu ambacho usichokijua ni kitu gani. Hiyo inaitwa knowledge. Lakini leo nikaposti kitu kingine kinachoitwa wisdom, busara ya mafanikio. Watu wengi hawaingii katika ulimwengu wa kufanikiwa kwa sababu hawana busara. Busara itakufanya uweze kuwa ni mtu ambaye unastahiki kufanikiwa kwa namna yoyote. Mafanikio hayana uwezo wa kukugomea ukiwa na busara. Unaelewa kuwa na subra, unaelewa kuwa na uvumilivu. Kuna watu wengi sana kila siku wanabadilisha biashara. Hawana busara kwamba ni miaka 3 inachukua kwa biashara na shughuli yoyote unayoifanya ianze kukulipa kwa kukuingizia faida. Hiyo miaka 3, 2, 1 ni miaka ya kutengeneza uzoefu. Ndio unakuta mtu amefungua duka la ice cream, mara anauza nguo, mara anauza nini. Mwisho wa siku ndani ya miaka 3 ameshabadilisha biashara zaidi ya aina 10 kwa sababu hana knowledge. Namba 2 ni skills. What you know and how to do it. Mambo gani unayojua na jinsi gani unayofanya. Lazima ujue ku Facebook ads, kutengeneza matangazo kwenye Facebook. Sisi kwenye timu yetu tunatengeneza. Lazima ujue kufanya sales. Namna gani unaandika mifumo yako ya kutengeneza sales. Lakini namba 3 ni copywriting, namna ya kuandika maneno yatakayofanya watu watakaposoma changamoto unazozitatua au namna unavyofanya mahuduma yako mtandaoni waweze kukupa pesa. Lakini kuna kitu kinachoitwa environment, mazingira. Jamani, unaona mazingira tuliopo hapa sasa hivi online, jipigie makofi kwanza. Alafu jipige kifuani, sema mimi huu mwaka ni mwaka wangu wa mafanikio. Huu ni mwaka wangu wa mafanikio. Huu ni mwaka wangu wa mafanikio. Unastahili kufanikiwa, unastahili kuendesha gari nzuri, unastahili kukaa kwenye nyumba nzuri, unastahili kutatua shida zako, unastahili kukaa pazuri. Maisha mazuri hayajaandikiwa watu fulani tu wayaishi. Wewe huna hiyo laana, tunaikemea leo. Huna. Unastahili na una haki ya kufanikiwa. Kwa nini usifanikiwe? Ni kwa sababu ya mazingira na watu uliokutana nao. Kuna kitu kinaitwa transmutation energy, nishati ya kufeli na nishati ya kufanikiwa. Mtu yoyote anayekaa karibu na maskini, mtu ambaye haingizi hata 100,000 kwa mwezi ya ziada mpaka 300,000, anakutia baraka za kuwa maskini mtiifu. Kwa nini anakutia baraka hizo? Ni kwa sababu anapokuwa yeye anafanya mambo ya ovyo ovyo, anakuambukiza gundu. Na watu wengi wanaishi kwenye magundu, hawajijui. Wewe hujai kuona kuna mtu mmoja ukishirikiana naye kwenye kazi yako haiendi? Wewe unafikiri inakuwaje unavokaa? Mungu kila akiamua kushusha baraka, akuchague kwenye huo mwaka, ako karafiki kako unakokapenda kanakonuka kikwapa, ndiko ambako unakapa nafasi ya kukaeka karibu. Kana kufelisha, kana kutia nuksi mpaka unakoma.
Unakaa na mtu mzinzi anazini na watu 4 mpaka watu 7 kwa wiki, huyo ni mtu bulldozer huyo. Mazingira hayo. Who and what you surround yourself. Unakaa na mtu kijamba mkozi, mtu ndungu demba, haielewi, anawaza uzinzi tu, kichochea kinawaza ngono tu. Mambo gani jamani haya? Environment, mazingira. Who and what you surround. Watu, vyakula, ratiba ya mazoezi na mfumo wako wa vinywaji. Vinywaji hapo. Haya ni mambo matatu ukiyakamata 2026 hii huna lawama, unafanikiwa. Twende, kwa nini ufanye kazi na kampuni ya BF Suma? Faida ya kwanza, kunufaika na bidhaa kwa kutumia na kusambaza. Mimi unavyoniona hapa nina products za kutosha na zitumia za BF Suma nyingi tu. Nyingi. Hizo prostate X-Power ni sehemu ya kawaida kwangu. Kwa ninatumia lakini nasambaza. Lakini namba 2, uhuru wa kifedha kwa mtindo wa maisha. Unapata nafasi ya kufanya mazoezi na wewe, kuingia gym, kuungana na watu, kwenda kuongea kwenye majukwaa. Bwana, mimi nashukuru Mungu. Nimepata nafasi ya kufanya kazi na kampuni ya Bakresa Group, nimeitwa Azam kwenye vipindi viwili, live nimeonekana na nimeruka UTV. Unajua ni kwa sababu gani? Nisingeweza kuonekana pale Azam na wala nisingeweza kuitwa, na nilipewa hela nilipoitwa kwa sababu tu ya kuwa na kampuni ya BF Suma. Nimeonekana, nina kitu ambacho nina kiofa. Ningekuwa kwenye duka langu lile la simu na kompyuta nililolifunga baada ya kupata fursa hii, nilikuwa na thamani zaidi ya milioni 20, nikalichoma, nikauza kila kitu kwa mnada, kwa hasara, nikaingia kwenye mfumo. Mpaka sasa hivi ningekuwa maskini mmoja mtiifu sana na ningekuwa na maisha ya uoga kuliko kawaida. Lakini now I can stand with proud. Uhuru wa kifedha niko nao na nashukuru Mungu. Lakini unaanza biashara hii kwa ofa ya leo. Kwa walioingia kwenye hii session, wataanza kwa ofa ya 150,000 leo. Upo serious? Tutatuma form tuanze. Hatupigi hizi story kwa ajili ya kukufurahisha. Tunapiga hizi story tukuonyeshe fursa na uchukue hatua tuondoke. Hatuko kupoteza muda. Maskini wana tabia moja tunaita, Wapare tunasema kusoma ngakaro. Yaani mbuzi kagoma kwenda, miguu naidindisha hivi. Ngi. Unadindisha hiyo miguu. Miaka yako 3 unakuja huko mbele, mbuzi kagoma kwenda, utachinjwa na umaskini na utatolewa kafara na umaskini. Umaskini utakufanya, utakupididi, umaskini utakupakia mafuta, utakushughulikia. Utakufanya vitu vibaya kuliko ambacho umewahi kukifikiria kwenye maisha yako. Nakwambia kabisa, chukua hatua tuondoke. Namba 3, mafunzo bure yanayoendana na muda wako kwa masaa yako ya ziada. Umeajiriwa mwenyewe, una shughuli zako binafsi, una duka lako, unafanya kazi za udereva, unafanya kazi gani, una namna ya kitu unataka kufikiria. Wewe biashara hii unaifanya kwenye muda wako wa ziada. Nimewauliza watu, ndoto zako na kazi unayoifanya zitachukua miaka mingapi? Biashara hii ina uwezo wa kuspeed up ndoto zako na ukatimiza malengo kwa muda mfupi. Haya, shuhuda za ushindi wa safari na magari pamoja na nyumba utaziona hapa. Hii ni shuhuda tokea mwaka 2016 mpaka 19. Tuna viongozi hapa kutoka katika kampuni ya BF Suma kutoka Kenya, Uganda na Tanzania. Kama hapa unavyoona 2016 Dubai trip alikuwa Dr. Chenza, Madam Susan na wengine kutoka Uganda kina Padi Mutumba. 2017 Abu Dhabi, 2018 Beijing China, lakini 2019 New York. Hizi ni shuhuda za zamani ambazo zimewekwa hapa ili uone kwamba watu walishasafiri kitambo. Lakini kuna shuhuda ya Rising Star 2013. Kwa mbali ukiangalia hapa katikati picha ya kulia, nipo nimevaa pama hapo mnyamo hizi. Kwa mara ya kwanza nilipata nafasi ya kwenda kula bata 10 na nikaenda kuenjoy maisha. Imagine, bure, bila kutoa pesa yoyote. Kuna incentive iliyowekwa, nikashinda, nikaenda kula maisha. Haya. Washindi wa safari mwaka 2025 ni hawa hapa, na jumla tulikuwa na washindi almost 78 ambao walienda safari nje ya nchi na wakaenda kula maisha. Kwani kuna ubaya wewe jina lako likawepo katika hao watu 78 na wewe ukawa umeenda kusafiri nje ya nchi? Kuna ubaya? Au wewe ndio uruhusi kupanda ndege unagundu? Okoa maisha yako ya muda unaokuja kwa kizazi chako kwa kuchukua hatua. Kama hutaki kuchukua hatua, sawa, kwa ajili yako sawa, chukua hatua kwa ajili ya kizazi chako. Haya maisha hayana maana kama wafikiria wanaokuja nyuma yako wataishije. Vijana wengi na majenzi watakuwa jeninzi miaka inayokuja hapo mbele kwa sababu ya kutokujua hichi kitu. Shuhuda za magari. Washindi wa magari mwaka 2020 hawa ni viongozi wetu. Kuna Dobandola, kuna Dr. Ibrahim Chenza, kuna kiongozi wetu Mzava, kuna kiongozi wetu anaitwa Mr. Mbaruku, kuna kiongozi wetu anaitwa Ali Mujage na mwingine anaitwa Imani Moses. Hawa ni viongozi ambao walishindia magari yao mwaka 2020 na wakawa katika magazine ya kampuni. Huyu ni kiongozi wetu ambao ni role model. Mimi niko chini ya huyu mwamba anaitwa Dr. Ibrahim Chenza. Amechangia sehemu kubwa sana maisha yangu kuwa hapa yalipo. Na ni moja kati ya watu ambao walinisanua kuhusiana na swala la mavazi. Huyu bwana tulikuwa tunagombana, alikuwa akiniona nimevaa vao ovyo ovyo, ilikuwa ni ugomvi mmoja mzito. Nilikuwa simuelewi.
mpaka siku moja nikapata matusi mahali fulani, nilichangia mada nikaambiwa ulivyovaa ufanani na ulichokiongea. Nikakumbuka neno la kiongozi na nikabadilika. Hapa alishinda Ford Everest mpya mwaka 2023, lakini 2024 akashinda nyumba ambayo ndio hii unaiona, viongozi walikuwepo hapa. Eneo lake la nyumba analicheki ya milioni 560, anajenga sehemu fulani inaitwa Oviedo. Hii ni picha ya muda kidogo, tutaiupdate kwenye slide zinazokuja uone hiyo nyumba sasa hivi imekaaje. Ishabadilika mno, haiko hivi, yani kumesha change. Lakini tuna kiongozi wetu anaitwa Imani Moses. Huyu bwana ni mfanyakazi wa serikali kwa miaka mingi tu na ni CPA ana certificate maalum ya udhabibu katika upande wa masuala ya kifedha, na anafanya kazi katika ofisi ya waziri mkuu, lakini pia yuko na ni member wa BF Suma na amefanikiwa kushinda milioni 560 cheki na ana maendeleo na mafanikio makubwa sana. Ni mmoja kati ya matajiri wakubwa hapa mjini ambao wanafanya vitu vingi. Nyumba yake amejenga Dodoma kama unavyoweza kuiona hiyo villa ambayo amepewa na BF Suma. Semina za UDSM, tunafanya vipindi maalum kwa wanafunzi wa chuo kuwasaidia waweze kujitambua na kutengeneza maisha ya kesho. Elimu tunaisoma chuoni haifanani na application inayotakiwa mtaani kwa 500.5%. Vigezo, unakuwaje mwanachama? Cha kwanza uwe na akili timamu. Kwa haya yote tuliyofundisha, mwenye akili timamu lazima achukue maamuzi bila kujali kiwango cha elimu. Namba 2, ofa ya leo tu, anza mtaji kwa 150,000 na upate na mafunzo. Majina matatu, tarehe ya kuzaliwa na jina la mrithi. Biashara yetu inarithika. Sijajua katika kibarua chochote kama ulishawahi kuona kuna kurithi kwamba ukifa mtoto wako naye aendelee. Hamna hayo mambo. Lakini namba 4, elimu yako, email yako, namba ya simu na akaunti ya malipo. Unataka upokelee pesa wapi? Namba 5, utafanya biashara mikoa yote Tanzania, huko Arusha, huko Mwanza, Singida, Mbeya, Simiyu, Kongo, tuna maduka kote huko unaweza ukafanya. Lakini kingine, namba 6, utapata ID pamoja na application ya kwenye simu inaitwa BF Suma Touch. Haya mambo yote yako kwenye application kwenye simu. Una uwezo wa kuwa umejoin pale na ukaona bidhaa na ukaona pointi zako na unapoelekea kwenye ukuaji wa biashara. Hakuna janja janja. Namba 7, funga mwezi kupata bonus. Kuna vigezo vya kufunga mwezi ili uweze kupata bonus. Kwa mfano, mtu anayeanza anatakiwa kila mwezi afanikiwe kutengeneza PV 20 ambayo ni sawa na bidhaa moja ya prostate pamoja na kuuza sabuni 2 za kuogea. Tafuta mtu mmoja na sabuni 2 tu, uza kwa mwezi, unaanza kuingiza bonus. Haya. Event ya washindi mwaka 2025. Kuanzia kushoto kwako hapo unaniona nimejaajaa kidogo, ni mimi hapa Mbaraka Mbwambo. Wakatikati hapo ni coach Abeid ambaye alikuwa ndio modulator siku ya leo. Anayefuata ni coach Felix, anayefuata ni madam hapo anaitwa Ratifa Mtuya ambaye alishirikisha biashara. Then anafuata madam Lea ambaye ni leader, na anafuata coach Jackson ambaye ndo alifungua mwanzo kabisa Dr. Jackson katika mafunzo ya siku ya leo. Jiunge leo, ubadili maisha yako na kampuni ya BF Suma. Haya maisha sio ya kuishi kwa kuteseka. Timiza ndoto zako na BF Suma. Anza kwa ofa ya mtaji wa 150,000. Unaweza kuona upande wa kushoto hapo mwamba jinsi anavyopambania hela yote, alafu unaona upande wa kulia jinsi mtu alivyotulia kwenye gari anaenjoy maisha. Hata wewe kuna siku huko utakuja kuwa ni mtu mkubwa sana, na mimi na wengine tunaelekea katika haya mafanikio. Ndani ya miaka michache inayokuja tutakuja kuandika historia kubwa sana ambapo kila mtu atakuja kushangaa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini yote hayo yanaanza kwa wazo. Wazo lako ni lipi la kutaka kuyapata mafanikio? Mwaka 2026, futa namba za wajinga wote kwenye simu yako, bakisha namba za wazazi tu. Hao wengine wote futa, wanakufanya unakuwa maskini kwa uwezo wako wa kufikiria. Baada ya kusema hayo, join our team, become one of the top story, living a legacy worth to remember. Jiunge na timu yetu na wewe utengeneze historia ya maisha ambayo itakuwa inastahili kwenda kuyaishi maisha haya. Baada ya kusema hayo, nitakwenda sasa kukuonyesha kitu fulani cha mwisho. Hizi ni ethiki ambazo zinaweza kukufanya wewe ujione ni moja kati ya watu watakaofanikiwa ama la. Jisikilize alafu uone kama na wewe upo katika hiyo listi ya kufanikiwa. Namba 1, mastermind, mtu anaongozwa na kanuni, hafanyi mambo tu, anaongozwa na akili yenye kanuni. Namba 2, personal philosophy, una mitazamo yako binafsi ambayo unaiamini katika kufanikiwa. Namba 3, attitude, unajionaje jinsi unavyofanya mambo yako, misimamo yako wewe ni nini, unasimamia mipira tu au maendeleo ya maisha. Namba 4, self image, unajionaje kwenye kioo, unafikiri unastahili kufanikiwa. Namba 5, no complaining, ni mtu usiyekuwa na lawama kwa mtu. Namba 6, no arguing, hauna muda wa kubishana na wapumbavu. Namba 7, focus is their faith, kuwa makini na mambo yako ndio imani yako. Namba 8, do or die spirit, unafanya au ufe, ni aidha uwe tajiri au ufe na sio kuchagua kuwa maskini. Namba 9,
Find solution, ni mtu unayetafuta majibu ya maisha yako. Namba 10, start anyway and figure out on the way. Unaanza popote na unajifunza mambo mbele kwa mbele kadri jinsi yanavyoendelea. Hautaki kujua kila kitu ili uanze. Namba 11, never blame others. Haulaumu watu wengine. Namba 12, stand alone and lead others. Unajisimamia na unaweza kuongoza wengine. Namba 13, never share your privacy. Haushare vitu vya ndani yako wewe mwenyewe binafsi kwa watu wengine. Namba 14, not naive. Sio mpagazi, ni mtu unayeenda katika nyumba za ibada na unafanya ibada. Sio mtu ambaye umemuasi Mungu kwa kufanya uzinzi na mambo mengine mengi ambayo wewe kwa kuingia kipindi hichi unaweza kuanza kuyaacha taratibu. Namba 15, inspect themselves 100% and expect 0. Wanajikagua wenyewe kwa 100% na wanatarajia 0 kutoka kwa watu wengine. Namba 16, take decision faster. Wanachukua maamuzi haraka. Namba 17 na ya mwisho, never associate with stupid. Hawakai na kushirikiana na watu wapumbavu kwenye maisha yao. Baada ya kusema hayo, hizo ni nukta 17 ambazo zinasema ethic about money and success. Mipango na mikakati kuhusu pesa na mafanikio. Jiulize, wewe upo wapi katika eneo hilo? Nachukua wakati huu kumkaribisha Dr. Abeid. Karibu sana, endelea kumedulate hapo tuweze kuenda kipindi chetu. Tupate watu ambao watakaoweza kuichukua fursa na ofa hii ya 150,000 tuanze mafanikio. Mwaka mbichi, mwaka mpya. Kama unataka kusubiria Disemba uanze kulaumu mwaka ulikuwaje, maamuzi yako ndo yako hapa, na inawezekana nafasi hii umeipata ya kuwa karibu na watu wenye mafanikio. Usiipate tena kwa maisha yako na ukaja kujuta sana. Ukasema, Mungu, mbona maisha yangu hayabadiliki? Akasema, nilishusha watu wakupe presentation, wakuonyeshe fursa ya kubadilisha maisha yako kwa kukufundisha bure na kukushikilia, lakini ukuchukua hatua. Kwa hiyo unastahili kuteseka kwenye hayo maisha na uende ukalaanike katika mifumo yako. Mungu akubariki kwa kusikiliza session hii, na naamini hii ni session moja muhimu sana ambayo umeipata tokea umeingia huu mwaka 2026. Mungu akubariki. Dr. Abeid, mskani kwako sasa.